na mnisikize. Na hii ninasema kila siku. Mambo ya ukabila ni mambo ya ujinga ya hali ya juu. Ukisikia mtu popote anasema mimi ni Mkisii, mimi ni Mkalenjin, mimi ni Mkamba, ambia heshima ni ya kwanza. Unasema mimi ni Mkenya ama na nani? Kuongea lugha sio ukabila. Lakini kwa mkabila mpaka unasema hapa ni kwetu, pale ni kwenu. Wewe huwezi pewa hii ama huwezi kugawiwa kitu fulani kwa sababu wewe ni kabila fulani. Hiyo ni ujinga ya juu. Tunakubaliana? Na ndio nataka niwaambie na msikize. Especially wazingisho. Watu wengi wamejaribu sana kutukoroga. Kwa sababu ya mambo ya ukabila. Ukiwa Wazingishi, ukiwa Turkana, ukiwa Mombasa, ukiwa Katundu, ukiwa kila kona pembe zote la Kenya, wewe ni Mkenya, wewe sio autoki kwingine. Penye utajenga, penye utasoma watoto wako, penye utasoma hapo ni kweli. Tunakubaliana? Na ndio unaona Warengi iko mixed up. Si kila mtu hapo. Sisi kuna watu wote Kenya yote nzima hapo. So mambo ya ukabila watu hawaachi. Mnajua ule mtu alikuwa deputy president wa zamani, ule wa Munyoro, mnajua Gachagua. Mnajua tulifukuze kwa nini? Hatukufukuze kwa sababu nyingine, tulifukuze kwa sababu ya ukabila. Ujinga. Mtu umekuwa deputy president wa Kenya. Nataka msikize nyinyi wanafunzi. Umekuwa gavana wa Wazingishu. Bado unasema ati mimi ni Mkale. Sio ni mpumbavu. Tulifukuza wale wa Munyoro kwa sababu ya ukabila. Anachukua Wakikuyu ati watu wa Mount Kenya. Wacha msikie, mnisikize vizuri. Kama kuna watu sio wa kabila, ni watu wanatoka Mount Kenya. Kwa sababu ukienda Turkana utawapata, ukienda Bungoma utawapata, ukienda Kitale utawapata, ukija Wazingishu utawapata, ukienda Lamu utawapata. Alafu unapata mjinga mwingine anasema sisi watu wa mlima. Sisi unaambia huko tunakuza na kweli kabisa. Mtu akili kidogo kama ya kuku. Wewe umepewa kwa deputy president ya Kenya mzima. Unakuja unasimama unasema ati sisi watu wa mlima. Mnakubaliana na mimi? Tuache maneno ya ukabila. Tushikane kama Kenya. Tukue kitu moja. Na hiyo ndio sisi tuko na mtu apenda asipenda hata ukazika meza wewe. Lakini ukabila Kenya hii tawe. Haiwezekani. Tunakubaliana? Ni kama mshinda mwingine hapa Trans Nzoia. Kuna mwingine hapa Trans Nzoia huyu kama Trans Nzoia. Watu wetu. Watu wetu wanapea sumu raia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Badala afanyie raia kazi yake ni kutenga watu wetu. Sasa watu wetu mpaka lini hapa? Kama hajafanya kazi yote, kazi yake ni kuzunguka tu na kuongea matope kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na ndio mimi nataka niwaambie watu wa Kapseret, tukae imara, tupendane. Tukija hapa Wareno, tufanye ile vitu inafaa, wanafunzi wetu wasome, au wazazi wafurahi, tuende mbele kama taifa ya Kenya. Sisi kama Kenya kwanza, tutazunguka Kenya hii, tutafanya kazi pembe zote za Kenya. Ule mtu wa Munyoro alianza kusema usikuja Mount Kenya, sisi Mount Kenya, tuko Mount Kenya next week. Na tunataka nionye wa Munyoro nikiwa hapa. Kama kuna watu walichangia kwa hii serikali, kama kuna wenye hii serikali kwa kura, ni watu wa Mount Kenya. Wacha wafanyiwe haki yao, wafanyiwe kazi yao kwa hii miaka 2-3 imebaki, tukutane 2027. Na wewe impeach, tafuta kama utamaliza impeachment, tukutane kwa deni. Wewe mkabila wewe hata usema unapigia kura na kwa moja na hiki nyingine yote tena atakupigia. Nataka tuambie hawa tunakuja Mount Kenya kufanya kazi na tuombi ni lazima tuwafanyie kwa sababu hawa ndio walilete hii serikali kwa mali kubwa. Hata kama sasa tuko kwa ile serikali ya muungano ile tumeleta baba ndani. Sisi watu wa umoja kama kuna wengi wao wanasema. Na tukae kama nchi moja, si ndio? Lakini usituambie ati tukaenda Mount Kenya, tukaenda Mount Kenya aje na hao ndio wali sacrifice. Kuamka mapema na asubuhi kupiga kura. Hiyo mbuzi ya Munyoro unajua sisi ni nani? Karibu Elijah Karoria.